Kapombe na Diki kwenye sisi kama wachezaji leo tumefanya podcast hii ya Safari Raga. Tumefurahi kwanza kuwa hapa na tumefurahi kufanya hichi kitu kwa sababu kimetujenga sisi wenyewe na imetufanya sisi kuweza kufikisha ujumbe na kuweza kuzungumzia vitu vingine ambavyo watu wengi walikuwa wanavitamani kuvitambua sisi kama wachezaji tunapopitia au sisi kama wachezaji maono yetu. Kwa hiyo nadhani katika podcast hii watu kifuatilia au mkija kuiangalia basi kuna ujumbe mkubwa sana mtaupata. Tumezungumzia upande wa mashabiki, umuhimu wao, na vile tumeweza kuzungumzia AFCON itakayokuja, vipi tutafanya maandalizi ili kuweza kufanya vizuri sana. Tumegawana vipengele. Kupitia katika michuano hii ambayo inaendelea na sasa hivi imefika katika hatua ya finali. Sisi kama wachezaji kuna vitu vingi ambavyo tumejifunza, na kitu kikubwa ambacho mimi binafsi nimejifunza kupitia katika ile kombe la dunia ni kutokana na zile timu ambazo zilikuwa level ya chini, jinsi zilivyoonyesha uwezo wa hali ya juu. Kwa hiyo kitu nilichojifunza ni kwamba cha kwanza ni maandalizi yawe katika 100%. Haijalishi kwamba ni nani unaenda kukutana naye, ila kama utakuwa vizuri katika maandalizi basi unaweza kwenda kufanya kile kitu ambacho unachokiamini. Na ndio umeona timu kama Japan, Cape Verde na timu nyingine zimeweza kufanya vizuri na zilikuwa imara zaidi kutokana na maandalizi ambayo walikuwa wameyafanya. Namna moja ama nyingine maneno ya mashabiki yanawapateni kama ama maneno ya mashabiki na wakati yanawapateni mwanzo kupambana zaidi ukiangalia World Cup. Naweza kusema kwamba mashabiki tumeweza kuwazungumzia na tumeweza kuzungumzia kiundani zaidi. Mashabiki ni watu muhimu sana katika soka na katika mchezo ambao sisi tunacheza. Wanatusaidia sana kuna namna moja ama nyingine, na wamekuwa wanatupa nguvu sana wanapokuwa nje. Na ukiangalia kuna nyakati tunacheza mechi ambazo hazina mashabiki, unaona ni jinsi gani tunakuwa tunapata shida kupata matokeo, lakini wao wanapokuwa hapo nje kuna namna nguvu inakuwa inaimarika zaidi na tunaweza kupata matokeo kwa urahisi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba wao ni muhimu sana katika mchezo wa soka, na mpaka hivi sasa naweza kusema kwamba wana asilimia kubwa sana katika mchezo wa soka na wanapati kubwa. Kwa hiyo mimi kama mchezaji naenda nawapa heshima yao kama wanayostahili. World Cup huenda imemaliza watu wengi sana kwa sababu vipenzi vyao wengi wameacha mpira. Ronaldo, Cristiano, Mwana Salah. Kwa namna ambavyo umeona walipomaliza muda wao, lakini namna gani ulivyoona yao kwenye soka, unaona kuna ushindani mkubwa zaidi kuona mabidi ya ushindani ninachokiamini kwamba bado utaendelea kwa sababu wako vijana wengi ambao wanakuja na wanafanya vizuri na wengi wana malengo makubwa. Kwa hiyo mimi ninachokiamini hata katika mashindano mengine yanayokuja wapo wengine ambao watafanya makubwa zaidi na bado wataacha legacy zao katika nchi zao. Mimi nadhani siko mbali sana na kaka yangu hapa alichokijibu kwamba viko vingi, kwa sababu ukiangalia nchi zile ambazo tulikuwa nao kwenye level moja leo hii wanashiriki World Cup na wanaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo inaonyesha mkijiandaa, mkiweka dhamira ya dhati, basi mnaweza kufanya chochote kikubwa, na hata siku moja sisi wenyewe tunaweza tukafika kwenye mashindano haya na tukafanya vizuri pia.